Umeenda shule, alafu mwalimu anakuuliza unatoka wapi? Hiyo ni asubuhi umeamkia preps, unatoka wapi? Ama lunch umetoka kwenda kula lunch, unatoka wapi? Aya. Wewe ni mwalimu wa Kisungu anakuuliza ama hesabu. Kuna trick hapa. Mwambie mwalimu sikuelewi. Hebu jambo hicho chambua hiyo sentence kwa mnyambuliko wake. Utaje kila aina ya neno katika huo mnyambuliko. Na unielezee ni wakati gani hiyo sentence imetungwa. Ndio walimu wa hesabu wanakondoka macho. Na wakishuku unasikia, "Hi, can you repeat your statement?" Anaelewa Kisungu sana. Kitu cha kwanza mimi nafaa nikumuulize maswali. Sababu yeye ni kibofu haoni. Haoni unatoka nyumbani. Unaweza kuwa umetoka wapi? Okay, kama hujatoka nyumbani, yeye anatoka wapi? Muulize mwalimu, ulitoka wapi asubuhi? Answer a question with a question. Muulize mwalimu, wewe umetoka wapi? Atakwambia nimetoka nyumbani. Mwambia hiyo ni swali mboga sana. Hata mimi natoka mahali unatoka. Siwezi kuwa nilala kwa kanisa. Kwani mimi ni pastor? Siwezi kuwa umelala kwa cemetery. Kwani wewe ndio unazika maiti? Haya. Na uko na vitabu. Hiyo ni swali yenye ina majibu. Tunaitanga maswali mboga. Walimu sio maswali mboga. Umeifanya exam ya physics ama hesabu, mwalimu anakuuliza mbona hukupata yote? Imagine, mbona hukupata yote? Utamwambia nini? Mimi siku ya kwanza mwalimu kuniuliza mbona sikupata yote, nilikuwa nimefanya first term, second term, third term, hata mid term nilikuwa ndani. Nilimwambia enda aleta past paper zake za physics na hesabu. Kama alikuwa amepata yote, he has the right to ask me mbona sikupata yote. Lakini kama hakuwa amepata yote, sasa mimi na yeye nani anafaa apate yote kwanza. Kitu kingine nashakaga, hata kama klasi anakupea hesabu upige, anafanya example, anakuambia can you come and calculate this hesabu for me? Hivyo si hata yeye ajui, anataka umuonyeshe. Hala? Lakini ujinga ni unaenda kwa blackboard, mwalimu akupea hesabu, pika. Kama ni kuandika anza andika. My friend, write what is in your head. Hata kama ni ujinga, hiyo ujinga ndio hata mwalimu anataka ajue. Ndio ajue ujinga kama uko nayo. Hiyo ujinga yako ni ya maana sana kwa walimu wengine wenye wako na uerevu excess. Tunapewa hesabu ufanye, unaenda unafanya hivi, unaanza kwani unajifanyia fanyia wanafunzi. Hiyo ujinga yako ndio walimu wanataka wajue. Kuna mwanafunzi ajue kama uko na ujinga kwa akili yako. Exploit your talent of ujinga which. Unasikia? Na hii si mchezo. Hata watu wangekomba anausaka nguo zenye zime expire hata. Lakini hawaonangi aibu. Hawaoni aibu. Mzazi wako anatoa mboga kijijini anachukua kuuza sokoni. Haoni aibu. Hiyo ni werevu wake. Atafute chakula mkule, alafu unaona aibu kuenda kupiga hesabu huko. Kitu gani wewe? Na wale watu mnajifanyanga marafiki time ya food mazi. Chill. Hiyo story ni spend. Kitu kingine nilikuwa na suggest. Yaani kuna mimi vile nimemiss hiyo githeri yenye ilikuwa school. Kama ingekuwa walimu wangependa sana campus tupikiwe githeri. Githeri tuanze kusabiwa githeri Monday mpaka Friday. Kwa sababu wengine wetu tulikuanga allergic na githeri, lakini sasa ndio tunakipenda sana. Anyways, sijui mnakuanga allergic aje na githeri. Ukikula githeri unaanza kuchikuna.
Na ukikula ugali unafura ama unafanya nini? Maji ukikula githeri unaanza kujikuna kuna mole mbona unajikuna kuna lakini ukisikia ni siku ya ugali my friend, hata laini huo ndio unataka utangulie tena urudi addition. Kwani hiyo unga yenye ilipika ugali ilitoka kwa kitu gani? Ilitoka kwa maziwa? Hatupikangi ugali na maziwa, tunapika ugali na mahindi ndio tunasiaga. Hiyo tabia ya kusema kwa latchkey na githeri, sema hutaki kukula wifo mademu high school, unajifanyaga sana. Mbani ikipikwa ukipata wifo moja kwa githeri, my friend, hiyo githeri yote unamoka, unaanza kupika fresh. Shule waje usafu githeri ikoze wifos my friend. Kuka atakuwa kwa shida na cooking administrators. Au sasa ni kama watchman, unajua lazima administer githeri kwa jikoni anakilinda. Ndio makuka wazikule. Teacher on duty, ndio administration mkubwa. Yeye kwanza anatangulia huko na sahani anakula nyuma ya kitchen. Ndio anasema hapendi githeri. Ni ya wanafunzi. Githeri si ya wanafunzi, ni ya walimu pia, kwa sababu mimi nikiwa high school. The teacher on duty na matibi alikuwa anajificha nyuma ya kitchen. Ndio wasaidie githeri ya kule kwanza ndio aenda kukiasia staff room. Alafu naanza kukuambia eti githeri ni ya students. No. Just come with your plate from the office staff. We eat the same meal. Najifanya kama ni meal card, ambia principal ndiye meal card zenu bwana. Kwanza nikikumbuka huyu mwalimu aliniombanga meal card aenda kusaidia githeri. I pity you my friend. Halafu nakuja kunitandika class. Ati nimeanguka somo lako. Wewe kitu ya kwanza umeanguka mtihani wako kwa kuniomba meal card. Umeanguka mtihani uwezema omba principal meal card usafi. Usisoeane. Afadhali. Kumbuka nikianga shule nilikuwa nakula afkadi imepoiliwa. Umekula afkadi imepoiliwa? You never taste it and you never taste it. So make sure umepitia life ya high school. Mzungu kamba za tupatangi hizi chakula mnakulanga hapa hizi githeri yenye kona wifos, afkadi yenye imepoiliwa. Vitu kama hizo haziko huko mazee, tunastamani sana. Hapa ndio unaringa. Mimi nikipata vitu kama hizo nikichukua huko, kwanza mimi niko na market. Naenda nianze kufuga hata nguruwe. Na mjue natafuta China. Next year mimi nitakuwa naona nikae nini? President hapana. Kwanza hawa watu na corruption. Wake kuenda ICC ama hata sijaifika Nairobi. Nitajua aje ndio ya kuenda hii iko hapo. Netherlands. Mimi sina Netherlands, najua ni country ya maua. So nikienda huko naweza kukaa maua. Kabla tuone na demo analimbanga Lokote na Houndstone. Maua na Houndstone. Hiyo sasa ni mnyang'anyo chama hiyo demo niende na yeye huko. Yeye anajua place ya maua ndio niweza kudifferentiate. Nijue hizi nyumba ni za case ya health na hizi hapa ni za kuweka maua Netherlands. Si ndio place inauzaka maua? Kwanza nataka nikae MCA. Hapana. MCA kwanza hapo nitaona shida sana. Sababu mimi sitawapea pasali kabisa. Kwanza watoto wa MCA, watoto wa governor, watoto wa walimu sana. Siwezi wapea pasali my friend. Lazima siwezi. Nikikumbuka ile wimbo yenye mama yako alikuwa ananitandika. Hata kama haikuwa mama yako, hata kama ni nyanya yako, utarevenge kwa hiyo pasali. Hutawahi pata pasali.
Basari itapea watoto maskini peke yao, maskini peke yao. Upate ukikimbia kwa ofisi yangu you earning over 50,000, alafu nakujia basari ya 4,000. Kuna mzazi hata ana hata akuraji hata 2,000 kwa mwezi, alafu unataka hiyo pesa yote bana. Unafikiria basari ni ya kupea, ni ya charity ya kupea kila mtu? Hiyo pesa haijibuliwi. It's specified specifically for needy children. Alafu watoto wa gavana wanataka basari, watoto wa MCA wanataka basari, ukiona madaktari wanataka basari. Hata nyinyi mnataka basari nifanyie nini? Ya kwenda kulipia watu, kama kulipia watu vitanda, kama mnataka basari ya kujazia mshahara yenu. Ara hatupeani basari kwa watu wenye wako over 18 years tena. Jamaa kama uko shule high school na uko over 18 years na hujashika ID, no basari. You must come with an ID to certify that you are a Kenyan citizen, together with your school ID. Ndio upewe kazi, yaani ndio upewe basari. Without that ID and school ID, no basari for you, my friend. You suffer, no basari for you. Don't think we're here kidding. Huku si Nigeria. Huku si Nigeria, my friend. Mimi kwanza ningeweka sekta ya kugawa hata chakula, ndipo walimu wangekaa nyuma sana shule. Hao kwanza ndio wengine hawasikiani shule, ni criminal. Hao mtoto wa mwalimu wapewe, kama basari ingeenda kwa wanafunzi wapewe kitu, tuseme si unisaidie bwana. Sawa, umelala. Tusaidiane kitu kama 3K. Sasa kuna corruption. Na mwalimu sasa ni mwalimu, na maskini ni maskini. Mtoto wa mwalimu apewe 5K, au wengine wapewe 3K. Mtoto wa MC apewe 10K. Uko na pesa unaoge ala. Yaani bila nimefaa yuko, kama vile niko na hii kara yangu black, tena niongeze kujipaka rangi. Kwa hiyo ni nini itakolea sana, hata watu hawataniona. Lakini mimi sio giza. Mimi sio giza hata kidogo. Nichukulie kukaa giza tafadhali. Actually tunajaribu kusema nini? Ni wazee mnakuanga kwa ofisi za kupeana basari na wajanga speciality, my friends. Mnatunyanyaza. Sisi hatuna kitu ya, actually we have nothing. Can you peruse through all those documents zimepeana? Uniambie ni wanafunzi wangapi? Apparently is having more than 4 jobs, securing all those jobs, earning more than 400,000, more than 50,000. Na wale wazazi maskini, kitu ya kushangaza, kitu wanapigania ni ugali na sukuma. Ugali na sukuma. Sasa ugali na sukuma, ugali na sukuma. Na wazo unataka kumwongesha msigo wengine na kutafuta school fees na uniform. Unataka kumpea basari. Ukikuja unamwambia analeta documents, mtoto sijua ako Nairobi, ako Kisumu, mzazi ako hapa, unamwambia enda mtoto asainiwe shule. Hata amekosa fare ya kwenda kuona mtoto siku ya 15. Alafu namwambia achukue mpaka huko tena arudi. Surely. Yaani umeletewa mpaka evidence ni mwanafunzi, but you can't trust that parent. Kwa hiyo basari ukimpea atakula. Kitu ya kwanza unafaa ujue, hiyo basari ukimpea inaenda direct mpaka shule. Haipiti kwa mfuko wa mzazi. So hata itaenda shule bado. Hakuna vile ataenda kununua shamba nayo. Tafadhali tukae watu, hata kama ni mtu mwenye unajua, alafu namwambia no, hizi documents hizi zote
enda ulete hivi na hivi na hivi. Just understand the situation. Kama mzazi amekuambia please, mtoto ako mbali, maybe ametuma vitu vimeskaniwa, zimekuja, unamwambia you don't want scanned things, you want the real handwritten, imesainiwa na mkono. Mungu awabariki.